بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha Nahwu Mabadi'u ad-Durus al-Arabiyya. Tupo katika ad-darsu thalithu, somo la 3. Katika somo lililopita tulisoma nyakati, tukasema nyakati zinagawanyika kwenye vigawanyo vitatu. Cha kwanza tukasema ni wakati uliopita. Cha pili tukasema ni wakati uliopo, na cha tatu tukasema ni wakati ujao. Na tukagawana tukajifunza katika wakati ujao katika namna tofauti tofauti, ikiwepo kitendo cha wakati uliopo kikiambatana na sin au saufa, au kikitanguliwa na lan, au ikiwa kitendo cha kuamrisha, wa hakadha. Maudhui yetu ya leo katika darsu thalithu, somo la 3 hili, ni aqsamul kalima. Aqsamul kalima, vigawanyo vya neno. Vigawanyo vya neno. Ni sawa na kusema aina za maneno. Katika upande huu wa Waarabu, aina za maneno ni 3. Al-kalimatu wa min dhalika yattadhihu lana ma yati. Tutasoma kwanza katika upande wa qaida. Kutokana na hayo ambayo yaliyopita, kwa sisi hatujayasoma lakini tutayasoma. Tutaka tujue hizo aqsamul kalima kupitia hii qaida, miongozo mikuu iliyopo katika kitabu hiki. Anasema mtunzi, al-kalimatu tanqasimu ila 3 aqsamin. Maneno yanagawanyika katika vigawanyo vitatu. Ismin, kigawanyo cha kwanza ni jina. Wa fi'lin, kigawanyo cha pili ni kitendo. Wa harfin, kigawanyo cha tatu ni harf. Kwa hivyo ni aina 3 tu za maneno katika upande wa Waarabu. Na ya kwanza ni upande wa majina. Majina yote yanaingia, iwe majina ya watu, vitu, mahala. Aina ya pili ya maneno inaingia upande wa vitendo. Aina ya 3 upande wa harf. Alismu, jina. Jina nini? Kullu kalimatin yusamma biha insanun, ni kila neno. Jina ni kila neno analoitiwa nalo mwanadamu.
Kwa hivyo ikiwa kuna mwanadamu aliyezaliwa, hata kama ataitwa jiwe, jina lake jiwe, basi ishakuwa ni ismu, jina lake ndio kaitwa hivyo. Naam. Sikuzani, sikutegemea, si riziki, yote majina haya. Kwa hiyo kullu kalimatin, kila neno, yusamma biha insanun, analoitiwa mwanadamu, au hayawanun, au mnyama. Kila neno analoitiwa mnyama ni jina. Kuna kawaida ya wanyama, hasa hawa wanyama waliopewa mafunzo maalum, kupewa majina ya watu. Mnyama kuitwa Frank, akisikia tu Frank popote alipo anakuja zake. Jack, na mengineyo. Kwa hiyo jina lile ambalo kapewa, hata kama linaonekana ni la kibinadamu, basi ni jina nalo litaingia hapa. Au jamadun, au vitu ambavyo kiasili havina uhai, wanasema vitu vigumu. Yaani vitu ambavyo havina uhai, vitu vya kawaida hivi, kama ni jiwe na vitu ambavyo vinatuzunguka, iwe ni feni, taa, ukuta, sijui busati, nini, peni, vitu vyote hivi vinaingia katika jina. Au ayu shay'in akhara, au chengine chochote kitakachopewa jina fulani, basi hilo jina linaingia hapa katika mkumbo wa aina ya kwanza ya maneno katika upande wa Waarabu. Katika hivyo vitu ambavyo tumevipa majina, sawaun kunna nushahiduhu, ni sawa kama tutakuwa tunaviona, au natasawwaruhu bil aqli, au tunavifikiria kwa akili, tunavijengea picha, natasawwaruhu, au tunavijengea picha bil aqli, kwa akili. Kwa mfano, hakuna anayepinga uwepo wa upepo, pamoja na kwamba hakuna aliyeuona upepo. Kwa tunaujengea picha tu katika akili. Kwa hiyo tunauthibitisha uwepo wake kwa kuhisi na pamoja zile athari zake. Kwa vipo vingi ambavyo vinaingia katika upande wa majina, lakini hatuvishuhudii kwa macho, bali natasawwaruhu bil aqli, tunavijengea picha kwa akili. Ilmuhim, ni sawa na kusema kwamba jina ni kila chenye kuitwa, ikawa ni utambulisho wake hicho. Jina ni kila chenye kuitwa na ikawa ndio utambulisho wake, ama ndio alama yake ya kupambanuka kwa hicho kwa chengine, ni jina. Sawa, Kila chenye kuitwa na kikapambanuka kuwa ni alama yake hicho kwa chengine. Kwa hiyo maana yake asili ya ismun, wapo wanasema kwamba ismun ni alama, yani jina ni alama ya kila mtu au kila kitu ambacho kinatambulika kitu hiko kwa alama hiyo, kupelekea kupambanuka nayo hiyo alama. Kwa mfano, hapa tulipo tuna majina, tuna majina yasiyofanana. Hapa tuna Khamis. Nikiita kwa ghafla Khamis, atashtuka huyo bwana mkubwa na atageuka kuangalia, ndio yeye. Mawasiliano yashabiki katika ubongo na kumsukuma yeye muangalie aliyekuita. Sawa. Hapa tuna Muhammad, kwa ghafla lazima atashtuka kuangalia, wa hakadha.
Aina ya pili ya maneno alfi'lu, kitendo. Kitendo ni nini? Kullu kalimatin, ni kila neno, dallat ala husuli shay'in, linalofahamisha kupatikana kwa kitu au kufanyika kwa kitu, fi zamanin min al-azminati thalatha, ndani ya wakati miongoni mwa nyakati tatu, al-madhi, wakati uliopita, wal-hadiri, na wakati uliopo, wal-mustaqbali, na wakati ujao. Kumbe katika maudhui iliyopita tuliosoma nyakati al-azmina, nyakati, tukasoma wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Pale mtunzi wa kitabu alikuwa anakusudia vitendo vile, japo kwa pale hakuweka wazi. Pale alichambua nyakati tu, ufanyikaji wa jambo katika muda uliopita au uliopo au ujao, lakini alikuwa anamaanisha vitendo. Alikuwa anamaanisha vitendo. Aina ya tatu ya maneno alharf. Alharfu, harf. Kullu kalimatin, ni kila neno, la yadhharu ma'naha fi nafsiha, ambayo maana yake haiwi wazi yenyewe. Ni kila neno ambalo maana yake haiwi wazi yenyewe. Sawa? Wa yadhharu ma'naha idha ndamma ghayruha ilaiha, na itadhihiri maana yake pale ambapo kitu chengine kitaunganika na hizo herufi, ndio itapatikana maana kamili. Kwa wanaposema harfu, hawakusudii zile harfu moja moja, alhurufu alhijaiyya. Hawakusudii ile alifun, baun, taun, taun. Kwa mfano neno, hawakusudii mfano neno darsun. Ile neno darsu ukaichambua herufi moja dal ukaweka kwake sin, ra ukaweka kwake na sin ukaweka kwake, ikawa kila mmoja wapo ni harfu. Hakusudi hiyo. Wanakusudia ni maneno maalumu ambayo yamesikiwa kutoka kwa Waarabu wenyewe kwa kale, na hayo maneno ukiangalia yana herufi mbili au zaidi, lakini neno zima hilo linaitwa harf katika msamiati wao. Kwa mfano neno ala manake juu. Ili neno lina herufi tatu, ain, lam na alif. Ala. Sawa? Kama ukichambua herufi moja moja katika hizi tatu, ain, lam na alif, huwezi kupata maana, lakini mkusanyiko wa hizi herufi tatu ndo zinaunda neno moja, ala. Hili neno zima hili ala katika msamiati wetu huu, katika istilahi yetu hii, linaitwa harf. Lote hili neno yapo lina herufi tatu za moja moja, lakini zikiungana linajenga neno moja kamili ambalo lenyewe hilo neno linaitwa harf. Ala juu, fi ndani, min kutoka, ila kuelekea. Sawa, wa hakadha. Sasa ukichukua neno moja moja katika haya ukiyatumia, hayaleti maana. Kwa sababu unasema mathalan ala juu ya nini, haikamiliki sentence. Ndio aliposema kwamba harf kullu kalimatin, alharfu kullu kalimatin, ni kila neno, la yadhharu ma'naha fi nafsiha, ambayo haiwi wazi, sio haijulikani, haiwi wazi. Maana tushajua kama ala ni juu, lakini haiwi wazi juu ya nini, haiwi wazi maana yake kwa lenyewe. Maana zake haziwi wazi kwa yenyewe. Wa yadhharu ma'naha, lakini dhihiri maana yake, maana ya neno hilo, idha ndamma ghayruha,
pindi itakapo